naitwa Lucy Anthony Michael, muumini wa dini ya Katoliki. Tuko hapa na waumini wenzangu kwa ajili ya kutamka maneno ambayo ameyatamka kiongozi wetu wa dini Papa, kwa ajili ya kuliombea taifa letu liwe na mshikamano, umoja na upendo. Ndugu wa Tanzania, taifa letu likiwa na amani na upendo, tutakuwa na watu ambao wa kujenga miundombinu ya barabara na vitu vingine. Hata viongozi wetu wataweza kufanya mambo mbalimbali katika nchi yetu. Vile vile Papa tunamshukuru kwa kutufungulia ubalozi rasmi wa Vatican katika nchi yetu ya Tanzania, ambao ubalozi huo utafungua fursa kwa sisi wa Katoliki kwenye nchi ambazo Afrika Mashariki na nchi mbalimbali, na vile vile imetuheshimisha kama sisi wa Katoliki kwa kufungua ubalozi huu wa Vatican rasmi katika nchi yetu. Umetupa fursa ya kiimani, tumefurahi na tumependezewa na hatua hiyo Papa ameichukua. Vile vile Papa tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zake anazoendelea kuzifanya katika nchi ya Tanzania, kwa kufanya miradi mbalimbali kwa ajili ya kuwaombea wa Tanzania, kujenga barabara za mwendo kasi, kutuletea maji, miundombinu ya hospitali. Kila sehemu nchi yetu ya Tanzania ina amani. Tunamuombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyezi Mungu amsaidie, amlinde. Na sisi wa Katoliki tunaendelea kumuombea usiku na mchana. Mungu ampe nguvu, ampe moyo huo ambao wa kutumikia Tanzania kwa imani, kwa bidii Mwenyezi Mungu anayompa. Wakatoliki tunatuma salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake na uongozi wake. Tumemwona waziri amefika paka kwa Papa kwenda kuongea mawili matatu juu ya Wakatoliki. Jambo hilo limeleta fursa kwetu sisi wa Katoliki, na tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua kubwa na mshikamano na dini zingine. Hiyo hatua alofikia Papa na viongozi wengine wa dini kwa kutoa ushirikiano katika nchi yetu ya Tanzania ni hatua ambaye sisi wa Katoliki tunaipenda na tunaishi nayo katika dhehebu letu, ambaye kwenye mafundisho yetu ya kidini tunaishi naye. Kwa hiyo tunaendelea kuipa mkono, kuitia nguvu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kufanya kazi kwa bidii, na tutaendelea kuiombea kuwa na amani katika nchi yetu, iwe na amani na umoja na wananchi wake, ili tuweze kujenga taifa lenye haki na umoja na amani. Viongozi wetu wa dini na waambia anachokifanya Papa kuombea nchi yetu, sisi tupite kwenye miguu yake, kwa sababu Papa ameona bila amani hakuna ibada, bila amani hakuna chochote. Tumeona matukio yalotokea hivi karibuni, kila mtu alishuhudia. Kwa hiyo haya anayafanya Papa kuombea nchi yetu, na sisi viongozi na nyinyi viongozi wa dini Tanzania mlokuwepo, ambao mnatuongoza sisi waumini wenu, tunawataka au tunawaomba na nyinyi muwe sehemu ya Papa katika kuombea taifa letu liwe na mshikamano. Tunapokutana kwenye ibada, tunapomaliza ibada zetu, tunapofanya mikusanyiko yetu ya kiibada, tuwe tunahubiri amani na umoja wa kujenga nchi yetu kwa maslahi mapana ya taifa letu na nchi na wananchi na waumini wa Tanzania.